Asam Updates, story, fact, burudani. This is channel Hapa Asam Online TV. Naam, habari ndugu mtazamaji wa Asam Online TV, na kualika katika kipindi cha Asam Update, kipindi ambacho tumekuja kuhabarishana taarifa mbalimbali kitaifa na kimataifa kwa ujumla. Ikiwa siku ya leo kitabu cha mwaka 2026 ukurasa wa awali Januari mosi tumekwenda kuianza, na siku ya jana kitabu kimekwenda kufungwa cha mwaka 2025. Mambo mengi ndani ya kitabu 2025 tumekwenda kujishuhudia, na leo ndani ya Asam Update nitakuja kukujulisha. Mtoto wa aliyekuwa rais wa awamu ya pili Zanzibar, marehemu Sheikh Aboud Jumbe Mwinyi, ndugu Musa Aboud Jumbe Mwinyi, alifariki ndani ya Oktoba 21, 2025. Pia aliweza kushika nyadhifa mbalimbali zikiwemo kuwa mkurugenzi wa idara ya uvuvi Zanzibar, na ndani ya mwaka 2020 aliweza kujitokeza kugombania nafasi ya uraisi wa Zanzibar. Huyo ni aliyekuwa mtoto wa rais wa awamu ya pili Zanzibar. Pia tulikuja kushuhudia mazishi ya aliyekuwa nguli wa kihabari ndani ya Tanzania na Afrika kwa ujumla, si mwingine ni Charles Hilary, ndani ya mwaka 2025, ambaye alikwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania katika vyombo mbalimbali vya habari ambavyo alikuwa akienda kufanyia kazi. Lakini pia tulikuja kushuhudia kitu ambacho Alama alikwenda kuiandika. Yeye ni mtu wa kwanza kwa upande wa Afrika kutangaza michezo ya kombe la dunia kwa kutumia lugha ya Kiswahili iliyokuwa fanisi na weledi zaidi, ambao sisi kama wa Afrika tulikuwa ni wawakilishi katika kombe hilo la dunia ndani ya mwaka 2010. Pia tulishuhudia kifo cha aliyekuwa ndugu yake rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambaye almarhum Sheikh Abasi Ali Mwinyi pia aliweza kushika nyadhifa zake mbalimbali kwa upande wa kazi ambazo alikuwa akienda kujumuika nazo. Pia tunashuhudia alikuwa ni kapteni kwa upande wa ndege pamoja na meli za mizigo Zanzibar. Ndani ya mwaka 2020 pia alipata kuwa mbunge wa jimbo la Fuoni. Ndani ya mwaka 2025 ndipo ambapo hatima yake ilikwenda kuishia. Lakini kitu ambacho tunakwenda kuelimisha pia kupata funzo juu ya unyenyekevu kupitia familia ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, kuenesha heshima na unyenyekevu na uweledi zaidi baada ya heshima ya kwenda kupiga goti ambaye alimpigia mzee Abdalla Rashid baada ya swala ya Ijumaa, ni kuendeleza udugu na amani katika nchi yetu ya Zanzibar. Aidha, kitu ambacho tumekuja kuwa kitovu cha mchezo kimataifa zaidi ambacho tumekuja kushuhudia Zanzibar kuwa wenyeji na Tanzania kwa ujumla ndani ya michuano ambayo tuliweza kupata bahati ya chani ambayo ilishirikisha wachezaji wa ndani, ambayo ilikwenda kukutanisha watu katika ardhi tofauti, tukizungumzia Uganda, Kenya pamoja na sisi wenyeji Tanzania, dimba ambazo zilikuwa mbili, Benjamin Mkapa pamoja na New Amani Complex. Hii ni ishara ambayo mwaka 2025 na juhudi za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ili kuja kuinua fursa za ajira na vipaji vya vijana kupitia soka. Ikiwa ndani ya mwaka 2025 matukio mbalimbali ya kijamii yalikwenda kujitokeza kwa upande wa ajali nyingi zilikwenda kuathiri miundombinu, lakini pia zilikwenda kuumiza mioyo ya wavipenzi vyao. Lakini pia tulikuja kushuhudia mambo ambayo yalikwenda kujitokeza kwa upande wa udhalilishaji. Sisi kama Asam Online TV tunaenda kuwapa pole kwa wale ambao waliokwenda kukumbwa na changamoto hizo, lakini pia na tuwatakie kila la kheri juu ya mwaka ambao uliokwenda kuanza 2026. Matumaini yetu kama sisi Asam Online TV na kuwatakia kila la kheri na majukumu ambayo yataenda kuendelea kuwa mema zaidi. Endelea kujumuika nasi kupitia Asam Update ambapo tunakuhabarisha taarifa mbalimbali kitaifa na kimataifa kwa ujumla. Mtangazaji wako ulikuwa nami Makame, ndani ya nyuma ya kamera ulikuwa na Ali Haji. Shukran na asante sana. Asam Updates,
story, fact, burudani. This is Channel Hapa hapa Asam Online TV.